Ehe, watu wangu nguvu, hii sio ya kukosa. Hii ni bonge la ofa. Unapenda mpira, unapenda burudani, basi kaza yale kwa ofa ya mwaka. Unataka kutazama mpira kupitia simu yako? Ni rahisi, kwa gharama ya shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Ndiyo, shilingi 5,000 kwa mwezi utapata chaneli za Azam TV pamoja na DSTV. Burudika kiganjani kwako. Tucheki kupitia WhatsApp namba 0659387069. Ndiyo, sijakosea, 0659387069. Enjoy kiganjani kwako. Asante sana. Bwana, huyu ni kocha wa The Cranes. Navyosema The Cranes namaanisha ni Uganda The Cranes. Hawa ni miamba kutoka Afrika Mashariki, ni majirani zetu ambao hawanaga mambo mengi hawa kama Kenya. Kenya wana mdomo sana tofauti na Uganda. Unajua Uganda ni watu wa kazi, wanafanya kazi. Ukiwapa kazi, hawana kazi, waache kazi. Uganda ni moja kati ya nchi ambazo ni wakimya sana, lakini project zao nzuri na katika michezo wameendelea sana. Wana watu wa nguvu wakina Aaron Okello, wana watu wa nguvu wakina Adil Aucho, wana watu wa nguvu kama wakina Taimana, lakini pia wana watu wa nguvu kama wakina Achen. So Uganda ni moja kati ya timu ambayo ni nzuri, pia ina heshima na adabu. Sasa moja kwa moja ni kwamba kocha mkuu wa klabu ya soka ya Uganda The Cranes ametoa yake ya moyoni na ameeleza kwa uzuri zaidi, kwa sababu mechi inayofuata ni Taifa Stars na Uganda wakikichapa katika michuano ya AFCON. So Uganda amezungumza naye, kocha wa Uganda amezungumza vizuri kuhusiana na backline ya Taifa Stars, kuhusiana na maandalizi yao kuelekea mchezo dhidi ya Taifa Stars. Lakini pia anaonyesha ni kwamba anaheshimu sana kile ambacho kinatoka miguuni mwa wachezaji wa Taifa Stars, na surprise kubwa sana. Yeye ujue alikula chuma tatu. Alikula chuma tatu kwa Tunisia, so mchezo yeye alienda bila gadi kwa Tunisia, alikula chuma tatu akatulia. Afu Taifa Stars alikula chuma 2-1. Hiyo ilitoa jiji kwa hiyo beti, lakini kwa Uganda ilikuwa ngumu sana. Ikumbuke kwamba Uganda na wao pia waliweza kucheza katika mpira ambao ulikuwa mzuri zaidi na walipata goli, ilikuwa 3-1. Walipata goli dhidi ya Tunisia, pasi ambayo ilitengenezwa kutoka kwa Aaron Okello, basi ikafanywa mautundu na ufundi mpaka chuma. Lakini kumbukwe tu kwamba mechi ambayo watu wengi wanaitazama ni Uganda na Taifa Stars. Itakuwaje kwamba Taifa Stars ataweza kufua dafu mbele ya Uganda, au Uganda atachukua pointi tu mbele ya Taifa Stars? This is massive. Hii ni nzito kabisa, ni kubwa kuliko kwamba Taifa Stars anazihesabu mbele ya Uganda, Uganda anazihesabu mbele ya Taifa Stars. Sasa haya ni mambo mawili makubwa sana ambayo kila mmoja anayatazamia. Kocha anasema kwamba tunawaheshimu Taifa Stars kwa maana ya timu ambayo tumeshuhudia mpira wao, na sio mara ya kwanza, tumeshashuhudia bala lao. Taifa Stars ameshawahi kumfunga Uganda sana tu pale Benjamin Mkapa, lakini pia Uganda ameshawahi kumchezeshea Taifa Stars vizuri tu wakiwa wanacheza mechi nyingi sana. Kwa hiyo hawa lesho za kufungana na kufungwa kwao zinaelezeka na zimebalance sasa. Lakini moja kwa moja hii ni kundi la michuano ya AFCON ambalo ni kundi C, ambalo hapo yupo Morocco, yupo Tunisia, yupo Uganda, yupo Tanzania. Sasa ni nani kutoka wa mwisho, au ni nani kuenda hatua ya 16 bora? Hapa tushaona Morocco ashachukua pointi zake 3, Tunisia anazo 3, Taifa Stars ana 0 na Uganda ana 0. Sasa ilichobaki ni hesabu zao wao kwa wao, nani ajichague kushika nafasi ya mwisho katika kundi lile. Lakini kumbuka kwamba kocha anasema kwamba Taifa Stars wana beki nzuri ambayo imejiimarisha sana. Ukiangalia hawaruhusu mabao, lakini pia yani hawaruhusu kufikika kwa urahisi, na hii inawapa ubora wa hali ya juu wao kuonekana kwamba wanafanya vitu ambavyo ni bora, lakini pia wanasimamia malengo na misimamo yao iliyokuwa imara. So hiki ni kitu ambacho kinaweza kikawafanya wao waendelee kuwa bora zaidi, au timu yenye mafanikio au mienendo bora ya kimaendeleo. Hapa utamzungumzia Ibrahim Abdullah Baka na Mwamnyeto, Dickson Job, Shomari Salum Kapombe, Mohamed Hussein ambao wamefanya kazi nzuri.